twende kwa nani? Twende kwa nani? Twende pale kwa Gaspar pale. Alikuwa anashuka point kweli. Yeye anakupa dakika moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. La kwanza nasema kwamba kuna umuhimu gani wa kuwa na Roho Mtakatifu? Yaani umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu. Nadhani swali lilikuwa limekaa hivyo. Umuhimu ni kwamba Roho Mtakatifu ni kiongozi na ni mwalimu pia. Kwa kuna umuhimu mkubwa kama Mkristo kuwa na Roho Mtakatifu. Lakini swali la pili lilihusu kwa habari ya kuna uwezekano gani wa mtu kushinda dhambi pasipo Roho Mtakatifu? Uwezekano huo kwa mtu wa kushinda dhambi bila Roho Mtakatifu, naweza nikasema kwa wakati huu wa sasa hivi ni ngumu. Lakini kwa nyuma, kabla ya ujio wa neema, kulikuwa kuna vipindi mbalimbali kama kipindi cha dhamiri, kipindi cha ahadi. Tunaona namna ambavyo pia wale wazee wa nyuma, wazee wa imani waliweza kushinda dhambi basi na Roho Mtakatifu. Yaani kabla ujio wa Roho Mtakatifu. Kweli Gaspar. Twende hapo tunaulizana maswali. Ni kweli wale wazee walishinda bila Roho? Kwa sababu kwenye agano jipya Roho Mtakatifu anafunuliwa kama Roho Mtakatifu, si ndio? Lakini kwenye agano la kale alikuwa anafunuliwa kama nani? Roho wa Bwana au Roho wa Mungu. Utendaji wa kazi umetofautiana katika kipindi, lakini alikuwepo. Kwa ina maana hata manabii na mitume Roho wa Bwana alikuwa anajifunua, anasema nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nakuja kwenye kipengele cha dhamiri. Wakati Roho Mtakatifu alikuwa kabla hajashuka, kabla wakati huu, watu walikuwa kiongozwa kwa dhamiri. Yaani kwamba kujua hili ni jema au ni baya. Ilikuwa ni ile dhamiri ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani. Kitabu cha Warumi kinadokeza hilo kwamba kuna watu ambao watahukumiwa kwa dhamiri zao wenyewe. Yaani kuna mtu ambaye unakuta hajaokoka wala si Mkristo, lakini anajua kabisa hili jambo ni dhambi na hili jambo halifai. Na hata namna ambavyo walikuwa kiishi kwenye jamii zao kwamba walikuwa wanajua kabisa hili jambo mtakitenda ni dhambi pasina Roho Mtakatifu. Lakini kwa sababu ya kipindi hichi ambacho ni kipindi cha neema na Roho Mtakatifu amemwagwa kwa ajili ya watu wote, kushinda dhambi inakuwa ni ngumu. Lakini nimelijibu kwa upande zote mbili, kwa maana ya mtu ambaye ni mpagani. Wapo ambao wanajua hili jambo ni dhambi na wafanye, lakini wapo ambao watu ambao wamejazwa Roho Mtakatifu na wapo kanisani wanafanya. Kwa hiyo mantiki ni kwamba unaweza ukashinda dhambi bila Roho Mtakatifu au hauwezi ukashinda dhambi bila Roho Mtakatifu. Inategemea. Ndio. Haimaanishi umejazwa Roho Mtakatifu kwamba dhambi unaweza kuishinda moja kwa moja, hapana. Inawezekana.